watazamaji wa Ngwenje TV online, tuko wilayani Kilosa kwa ajili ya ziara kuangalia maendeleo mbalimbali, lakini vile vile kuangalia matatizo na changamoto zinazowakabili wananchi. Leo tumefika katika ofisi moja ambayo sitasema ni ofisi gani, lakini yuko hapa mkurugenzi, anaweza kujitambulisha mwenyewe anaitwa nani na lakini cheo chake hasa ni nani, kama ni mkurugenzi kweli au sivyo hivyo. Hebu karibu utueleze hapa ni wapi? Kwa majina naitwa Winston Mangesho, ni kaimu mkurugenzi wa kampuni ya upangaji inaitwa Visible Planners. Kwa historia fupi, kampuni yetu iliomba mradi wa urasimishaji, yani manake upimaji wa viwanja hasa sehemu za makazi za eneo hili la Kilosa. Sana sana tulibezi kwenye kata inaitwa Mpatani, na sasa hivi kwa kuanzia tumeanza na mitaa miwili, yani mtaa wa Manzese A na Manzese B. Katika mitaa hiyo tulikubaliana na halmashauri pamoja na kuwashirikisha wananchi kuweza kufanya zoezi la urasimishaji. Nadhani zoezi la urasimishaji sio zoezi geni, ni zoezi ambalo linaratibiwa na Wizara ya Ardhi, na Mheshimiwa Lukuvi ndio ameipa nguvu sana kwenye awamu hii ya tano. Na zoezi hili gharama zake kiukweli kwa zamani lilikuwa ni kubwa, lakini kwa sasa gharama zimeshushwa kutokana na bei elekezi ya serikali ya shilingi 1,500,000 kwa kiwanja. Kwa hiyo utaratibu wa namna urasimishaji unavyofanyika katika mitaa hii, ni lazima wananchi waitishe mkutano, wachague kamati. Ile kamati itakuwa na mwenyekiti, katibu, mweka hazina na watu wengine ambao watakuwa wanasimamia hasa zoezi hili. Na wakitakapokuwa wamemaliza kuchagua kamati, wananchi sasa wenyewe ndio wanaofungua akaunti kupitia kwa mkurugenzi wa wilaya. Kwa hiyo ile kamati inaandika barua kwa mkurugenzi, mkurugenzi anasimamia zoezi, akaunti inafunguliwa. Akaunti inapokamilika, maana yake halmashauri na kamati ndio wanaokuwa signatories. Sisi kama kampuni wenyewe ni kama waajiriwa, kwamba tunafanya kazi ya wananchi, tukifanya kwa kiwango fulani tunatuma barua ya maombi ya kuomba kulipwa kutokana na kile tulichokifanya. Kwa hiyo sasa kwenye mradi huo, maana wananchi yeye changamoto kubwa ni pesa. Kwa hiyo tunawatengea awamu za ulipaji. Nakuta kama mkataba wetu ni wa mwaka mmoja, tunampa mwananchi labda kwa kila mwezi angalau yeye anapunguza kiasi. Tunaweza tukamtengea kwa awamu 5. Labda 50,000 kwa mwezi wa kwanza, 50,000 kwa mwezi wa pili na 50,000 kwa mwezi wa 3. Kwa hiyo anakuwa anajitahidi kuweza kufanyaje kulipa kuliko ile yani unakuta kulipa ile kwa mara moja. Kwa hiyo zoezi linakuwa hivyo, lakini changamoto nyingine ambayo inakuwa kubwa sasa kwa wananchi, na unapotambua eneo la Kilosa kuna mambo mengi sana ya migogoro. Sasa kwenye migogoro huko, na hili zoezi la urasimishaji ndio dawa ya migogoro. Kwa katika upimaji wa viwanja, tunapokuwa tunapima ndipo tunaweza kutatua migogoro kwa miaka mingi, kwa sababu kila mtu atakuwa na eneo lake ambalo limepimwa na atakuwa na ardhi yake anaimiliki kwa kuwa na hati miliki. Kwa hiyo ile migogoro si mipaka na nini, zile alama za upimaji ndizo zinazotatua migogoro. Japokuwa tunakutana nazo changamoto nyingi, lakini zoezi hili ni faida kwa wanakilosa na ni faida kwa sehemu zenye migogoro. Lakini ukiangalia kwenye zoezi hili, sisi kama kampuni tunapata changamoto sasa kwenye uchangiaji wa wananchi. Sababu wananchi anajua ajikusanye aende akachangie kwenye ile akaunti. Sasa sisi tunatoa yani tunawekeza kwa kujua kwamba tukifika stage fulani na gharama labda za ile ambayo tumetekeleza ile zoezi tunahitaji kulipwa na kamati, mwananchi
anatakiwa awe ameshalipa kule kwenye akaunti ili kamati na halmashauri iweze kufanya kutulipa. Lakini wakati mwingine unakuta wanaolipa ni wachache na wanacholipa ni kidogo. Sababu na sisi ni kampuni obviously tunajaribu kutafuta fandi mbalimbali tunaweza kuendelea na mazoezi, lakini changamoto katika ufuatiliaji ndio changamoto kubwa na hata wizara inafahamu. Kuna maeneo mengine mambo ya urasimishaji haya ya ardhi yalijitokeza kwamba wananchi wanachangia vizuri na nini, lakini wanakuwa hawapati haki zao. Ninyi mko vipi? Kwa sisi kwanza kampuni haifanyi kazi hapa tu. Kampuni yetu ina sifa kubwa. Nadhani hata Dar es Salaam tunafanya. Tuna mradi pale mjini pia Kimara Temboni. Na watu wameshaanza kupata haki. Na nadhani katika level ya wizara tulipokuwa tukihojiwa sehemu kubwa ya kazi hizi tulikuwa tumefanikiwa kufanya kufanya. Kwa hiyo kwa huku sisi tuna mguu mwezi wa 4. Na eneo la mradi ni eneo kubwa sana. Kwa hiyo katika stage za urasimishaji huwa tuna stage kama 5. Stage ya kwanza ni utambuzi, yani kumtambua mteja na eneo lake. Sasa wakati wa kumtambua mteja na eneo lake ndipo lazima umpitie mtu mmoja mmoja mpaka umalize eneo lote la mradi. Na eneo la mradi tunategemea kuwa na viwanja mpaka 5,000. Sasa si eneo dogo. Kwa miezi 4 tumefanikiwa kutambua watu wote, japokuwa kuna wengine hawapo, vikoro vidogo ambavyo vimebaki. Na tumefanikiwa kuandaa michoro ya mipango miji 5 na imeshapitishwa ngazi ya halmashauri. Sasa tunaenda kuipitisha ngazi ya wizara. Kwa hiyo ikishatoka kule sasa ndipo tunaandaa michoro ya upimaji. Michoro ya upimaji ikikamilika, na wakati huo tunaendelea kuandaa taarifa za mmiliki. Kwa hiyo kunakuwa na faili maalum ambayo lenyewe linaonyesha taarifa za nani, za mmiliki. Kwa hiyo upangaji utakapokamilika tutakuwa na mchoro wa upangaji, na upimaji utakapokamilika tutakuwa na mchoro wa upimaji, ndipo tunaenda direct kwa mwananchi kupata nini, kupata hati. Na kupata hati, zoezi hilo huwa mara nyingi ni zoezi la serikali. Sisi kama kampuni tunamsimamia yule mwananchi mpaka kuandaa taarifa zake na kumaliza kupima. Baada ya taarifa kukaa kwenye faili vizuri na nikabidhi halmashauri. Sasa halmashauri kazi yao ndio kufanya mchakato wa kuandaa hati. Na tunategemea mpaka mwishoni mwa mwezi huu wa 9 au mwanzoni mwa mwezi wa 10 tayari tunaweza tunaanza kutoa hati. Kama sijasikia vizuri, jina lako na cheo naona kama ulishusha kidogo sauti. Hebu waambie wananchi ambao wataitazama hii kwenye TV kwamba unaitwa nani, na ni vema ukataja majina yakakamilika kuliko inisho zile, na ukataja na cheo chako ili watu wajue wanapokwenda pale sasa mkurugenzi bwana au manager au nani fulani. Kwa hiyo mtu anakuja moja kwa moja kwako. Sawa. Mimi naitwa Winston Joy Mangesho. Profession yangu ni land surveyor. Lakini pia ni kaimu mkurugenzi wa kampuni hii kwa tawi la Kilosa. Sasa haya mambo ya kurasimisha haya, watu wanaweza kawa wanaangalia kwenye TV online humu wakasema kwamba mradi kwetu haujatufikia, na mtu ana uwezo wa kutaka kupima katika eneo lake kulirasimisha ili aweze kupata uwezo wa kukopa katika mabenki. Hawa nao mnawaweka katika sehemu gani, kwamba wanaweza wakaja hapa na gharama zao wanaweza katoa shilingi ngapi kwa ajili ya kumtekelezea swala hilo? Mara nyingi katika mazoezi haya zamani kulikuwa hakuna urasimishaji. Yaani mwananchi alikuwa na haki ya kutaka kupimiwa. Akitaka kupimiwa, aidha atakwenda serikalini au atatafuta kampuni binafsi. Kwa hiyo kampuni binafsi itafuata taratibu ya kuomba labda vibali serikalini na nini mpaka mwananchi anafanyaje, anapimiwa na kupata haki yake. Sawa? Na taratibu sasa za mtu ambaye yuko nje ya mradi, maana yake atakuja, tutazungumza naye. Kabla ya kukubaliana bei, ni lazima tuende site. Tuone eneo lake, kubaliane,
Na kuna mambo mengi ya kufanya, sio tu unakurupuka kutoa bei, kwa sababu kila sehemu kuna mambo yake. Unaweza ukaenda site ukuta lile eneo tayari serikali walishapanga, au unaenda site unakuta eneo halijapangwa. Sasa kwa mteja ukikuta eneo limepangwa, maana yake gharama atakazogharamia ni gharama za upimaji. Ukikuta hakujapangwa, maana yake ni lazima tuanze level ya kwanza kupanga, alafu ndio tuje kupima. Kwa hiyo obviously gharama lazima ziwe kubwa. Kwa hiyo ukiwa na mtu mmoja, gharama zitakuwa kubwa kuliko kukiwa na watu wengi, kwa sababu wale watu wengi wanachangia, zile gharama zinabebwa kwa pamoja. Lakini akiwa mtu mmoja mwenyewe, na ukiangalia mchoro wa mpango miji, tunapokuwa tunaandaa, huwezi ukaandaa tu mchoro mpango miji kwa mtu mmoja, lazima utahusisha na maeneo ya jirani, kwa sababu kwenye mpango miji lazima kuwe na huduma za jamii, kuwe na barabara, kuwe na shule, kuwe na zahanati, kuwe na vituo vya polisi, kuwe na nini. Umeona? Kwa hiyo sasa zinakuwa ni gharama, kwa sababu lazima uzunguke eneo kubwa, huwezi kutengeneza mpango miji kwa mtu mmoja. Katika miradi yoyote ile basi kunakuwa na watu mbalimbali, wakurugenzi, masupervisor, manager na kadhalika. Lakini hapa na ndugu yangu mmoja hapa nataka kuzungumza naye, atajitambulisha mwenyewe anaitwa nani, lakini ana nafasi gani katika hii taasisi ambayo yeye ataitaja. Karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Dr. Ben Frank Baraka Kengenyenka, ni meneja mradi wa urasimishaji hapa Mkwatani Kilosa. Tungependa kujua katika mnapofanya shughuli za urasimishaji, hebu tuambie changamoto hasa kwa wananchi mnapofika katika maeneo hasa yenye migogoro. Asante sana kwa swali zuri. Changamoto zipo nyingi sana, na hasa unavyojua kwamba Kilosa inaongoza kwa migogoro. Ndio wilaya ya kwanza Tanzania kwa migogoro, na hata viongozi wa juu wote wanaiangalia Kilosa. Morogoro ni mkoa wa kwanza kwa migogoro, lakini Kilosa ndio ya kwanza. Kwa hiyo hapa Kilosa kuna changamoto nyingi sana ya migogoro. Watu wanagombania sehemu, mipaka, nini, labda kuachiana nafasi inakuwa ni shida. Lakini tumekuwa tukikaa na wataalamu, wamekuwa wakikaa wakiongea nao na kuwaelimisha, kwa sababu unapofanya urasimishaji lazima kuwepo na barabara inaweza kufikika mahali. In case kunatokea shida au janga lolote, kuwe na urahisi angalau wa kuweza watu kufika kwa ajili ya kufanya uokozi kwenye eneo fulani. Kwa hiyo tumekuwa tukiwaelimisha, japokuwa changamoto ni nyingi, lakini tumekuwa tukienda nazo taratibu. Tumetumia mfano sasa tuna miezi 4 kwenye field, lakini angalau kidogo watu wanaelimika. Tunawaita, watu wengine tunakutana nao, tunakuwa na vikao vya wenye migogoro, tunakaa nao, tunazungumza nao, mwisho wa siku tunapata mwafaka. Na mwingine tumekuta kwamba vingine ni chanzo labda kimeanzia huko kwenye familia, kwenye nini, lakini tunaenda nao na migogoro inapatiwa ufumbuzi. Labda ungetoa basi wito, na inawezekana maeneo mengine watu hawajafikiwa, lakini ndio mnatarajia kwenda, una wito gani wa kuambia watu wa maeneo hayo? Kama ambavyo amezungumza kaimu mkurugenzi, amesema asilimia karibia 99 nafikiri au 98 ya eneo lote la mradi limeshapitiwa. Kuna watu wachache tu ambao unakuta, ambao pia ni changamoto, kwamba tumekuwa watu wanaenda site, wataalamu wanaenda site, na unajua kwenye eneo kama ile la mradi ambao kila mtu ana eneo lake, sisi hatujui mipaka. Mwenye kujua mipaka ni mwenye eneo. Kwa unakuta watu wengine labda wanakuambia huko mashambani, au mwingine aishi Kilosa, ana eneo Kilosa lakini anakaa Dodoma, ana eneo Kilosa anakaa Mwanza. Unaona, wakati mwingine unakuta changamoto nyingine kwamba unakuta kuna mtu amemweka, yule mtu aliyewekwa naye amjui mwenye eneo. Unaona, kwa hiyo mwisho wa siku sasa hivi ndio wameanza kujitokeza taratibu. Kwa hiyo mimi nitoe wito ambao wanatuangalia mahali popote walipo, wale wote ambao wanajua wana maeneo Kilosa, haijalishi inaweza kawa ajui kata yake ni ipi, lakini kama unajua kuna eneo Kilosa, ni vizuri sana akaendelea kufuatilia watu wa huku, au akatutafuta hata kupitia namba za simu za ofisi, akatutafuta kwa ajili ya kujua kwamba nini kinaendelea, apate kuuliza ili aweze kujua kama eneo lake liko kwenye eneo la mradi, ili aweze kufuata zile taratibu kwa ajili ya kuweza kufanyiwa urasimishaji. Wengi, sio wote, wanajua maana ya urasimishaji na faida zake. Ndio. Wewe ni manager wa mradi sasa. Hebu waeleze
wa Tanzania au wana Kilosa baada ya kurasimisha, nini faida zake? Sawa. Labda nianze na neno urasimishaji. Urasimishaji inatokana na neno ambalo kitu ambacho hakikuwa rasmi sasa kinafanywa kuwa rasmi. Urasimishaji unafanywa kwenye maeneo ambayo watu walikuwa wamejenga kiolela, sasa wana jinsi walivyo wanafanywa urasimishaji, wanarasimishwa kuwa rasmi kwenye hilo eneo na wanapatiwa hati mwisho wa siku. Ziko faida nyingi za urasimishaji. Kwanza, unakaa katika eneo kisheria, kwamba sasa wewe unatambulika kisheria, na tunajua kabisa ardhi ya Tanzania, mmiliki wa ardhi ya Tanzania ni Rais wa Jamhuri ya Muungano, na anafanya kazi yake kupitia kamishna wa ardhi Tanzania. Sasa rais anakumilikisha ardhi kisheria, kwamba sasa wewe ndio mmiliki kwenye eneo husika. Lakini faida nyingine ni kwamba urasimishaji huu unaondoa migogoro kama ambavyo tumezungumza. Kwa kuna migogoro mingi, lakini sasa hivi tumeenda imepungua kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu gani? Unapofanya urasimishaji, unapopima, maana yake ule inakuwa ni mwarobaini wa mzizi ule, kwamba watu wanakuwa wanagombana. Sasa tunapofika mahali watu wanakubaliana sasa mpaka utakuwa hapa. Kwa hiyo maana yake mpaka ukishawekwa mahali pale na urasimishaji ukapita, maana yake ni kwamba hiyo imetatua mgogoro. Lakini kuna faida nyingi, watu wanakopea benki. Sasa hivi nimekuwa nikiona watu wengi wanakuja hapa wanakimbizana, na watu wengi walikuwa kiuliza, jamani, hati zinatoka lini kwa sababu nataka tukope. Kwa hiyo hiyo imekuwa ni unaenda benki anakuambia leta mali sio ameshika. Kwa hiyo ukiwa na hati yako unapeleka pale ya ardhi, ni rahisi kupata mkopo. Lakini pia inatumika kwa ajili ya dhamana. Kuna watu wengine wanakuta hapa wamepata uhalifu au nini, kitu kimetokea, unahitaji kuweka kama dhamana, unaona. Kwa hiyo unapeleka hati yako inasimama badala yako au badala ya fedha. Kwa hiyo unaweka hati ambayo inasimama kama mdhamana wa hicho kitu au wa huyo mtu. Sawa, mimi nashukuru kwa maelezo haya uliyoyatoa. Yeah. Ni kwamba na sisi kazi yetu ni kuwahabarisha. Basi inshallah Mungu atakujalia tena, tutakutana, tutakuja kutembelea, kutaka kujua maendeleo, na ikiwezekana tukipata muda, basi mtakapokwenda site tunaweza na sisi kuja kuchukua picha zetu kuona namna gani mnafanya. Nimemtafuta katibu wa wananchi, yeye ndio ambaye anakaa na wananchi wake kuzungumza michango inakwendaje, na wanapochangia wanapimiwa lini. Atajitambulisha jina lake, lakini ataeleza majukumu yake kwa undani kabisa juu ya swala hili la urasimishaji wa ardhi. Kwa majina, mimi ninaitwa Elasto Thomas Mpemba. Niko hapa Manzese B Kilosa. Baada ya kampuni hii kuteuliwa, halmashauri iliitisha kikao kwa chini ya mabwana ardhi kwenye uwanja wa shule ya sekondari Mazinyungu, na mimi nikiwa mjumbe pale wa watu ambao walihudhuria. Basi baada ya kikao kile na makubaliano baada ya wananchi kukubali kwamba wapimiwe, tuliteuliwa watu kama 7 kwa ajili ya kuunda kamati. Mimi nikiwa mmoja wao. Hiyo kamati baada ya kuteuliwa, mimi niliteuliwa tena kuwa katibu, na kuna mwenyekiti wangu Bwana Mlewa, na kuna mtunza hazina Mama Zena, na wajumbe wengine wa ambao walibaki. Kwa hiyo sisi tunaendesha kazi hizi kufuata hao wataalamu wanapokuwa wanapita kwenye maeneo, tunakuwa tunaongozana nao. Tumekuwa tukiongozana na mwenyekiti wa eneo ambapo tunakuwa tumepita, na balozi na mjumbe mmoja kutoka kwenye kamati, tunakuwa tunaongozana wanapokuwa wanapita. Zoezi zima la uchangiaji wa urasimishaji huu likoje kwa wananchi? Zoezi nzima kwa uchangiaji linakuwa gumu kwa sababu wananchi wengi wanadai mapato yao ni duni, lakini wenye uwezo wameshalipia na wachache wanalipia kidogo kidogo. Ingawa walikuwa wameambiwa kwamba walipe kuanzia shilingi 50 awamu ya kwanza, alafu 50 awamu ya pili, na 50 awamu ya tatu. Lakini hata hivyo kampuni inapokea hata mtu akileta advance ya shilingi 30, akaleta 70, akaleta zinazobaki, wanapokea hili kulingana na mtu na uwezo wake. Kutokana na kusuasua kwa baadhi ya wananchi, nyinyi kama viongozi, hatua gani ambazo mnazichukua
kuhakikisha kwamba kila mwananchi anapata haki ya kupimiwa. Sisi sana sana tuko upande wa wananchi, kwa sababu tunajaribu kuwahamasisha kupitia vikao. Tulikuwa tukifanya vikao kupita kwa mabalozi ili kuwahamasisha, maana zoezi hili lilipoanza kulikuwa na tatizo la ugonjwa wa corona. Sasa ilikuwa ni vigumu sana kuitisha kikao kwa pamoja. Tulikuwa tunaitisha watu wachache na vipeperushi na kupitia misikiti, kupitia makanisa, na wapiga ngoma walikuwa wanapita wanatangazia wananchi. Kwa hiyo wananchi wakawa na taarifa hiyo. Wenye viti wa mitaa wanashiriki vipi katika zoezi lenu, hasa kwenye vikao vyenu na uhamasishaji? Wenyekiti wa mitaa, kwa sababu ndio wenyeji wa wananchi, wanashiriki sana tunapokuwa tumeanzisha ili wawaarifu wananchi, wanashiriki kwa namna sana. Kwa hivyo nyinyi mkipata michango ile mnaweka kwenye akaunti ya wananchi, na hii michango hatupati kama moja kwa moja, wanalipa kupitia kwenye akaunti ya urasimishaji madesi. Wanaingiza moja kwa moja kwenye akaunti kupitia benki ya NMB. Kwa hiyo zoezi la kwanza ambalo mmelifanya, yani zoezi la kwanza lile pale tu pap mnaanza, ilikuwaje? Hebu tuambie. Zoezi la kwanza tulipoanza, baada tu mlivyochaguliwa na mnaanza na zoezi hilo. Unajua, tulipochaguliwa kwa mara ya kwanza tulitishana kikao, tukakaa pamoja tukapeana majukumu. Lakini tatizo linakuwa gumu kwa sababu karibu watu wote ambao tulichaguliwa kila mmoja ana shughuli yake. Sasa kwa kazi ambayo unaenda tu hujui malipo yake ni nini, wachache wengine hawahudhurii kabisa. Tunajitolea watu wachache tu ambao tunakuwa tunahudhuria, tunazunguka na hawa masavea. Kwa sababu wakati mwingine wananchi walikuwa ni wagumu, kwa sababu walikuwa wanadai kwamba walishaibiwa siku nyingi. Watu wanakuja wanajifanya wanapima ardhi, lakini matokeo yake walikuwa wanaondoka tu, ndio inakuwa imepotea kimoja. Sasa kuwaelimisha watu mpaka wakafikia kukubali ilikuwa ni tatizo sana. Lakini sasa kidogo wameshaanza kuelewa, kwa sababu wengi wanaona karibu sehemu nyingi watu wanarasimisha. Basi mimi nakushukuru kwa kupata maelezo kwa niaba ya wananchi, na nikutakieni kila la heri na mafanikio mema, kwa sababu ardhi zinaporasimishwa maana yake ndio kunakuwa na barabara za kupitika vizuri. Maana yake nimetembelea katika maeneo mbalimbali huko juu, nimeona kuna sehemu zingine hata barabara ya kuingiza gari kufika kwenye hizo nyumba inakuwa shida. Kwa hiyo kwa zoezi hili naamini mambo yataenda vizuri. Basi utatuangalia Ngwenje TV mara baada ya tutakapoirusha kwa ajili ya kuwaelimisha wananchi. Asante sana mtangazaji.